Ile malaika wao wakitizama kwamba bwana, kiumbe huyu atakuwaje bora bwana? Utamletaje kiumbe ambaye ataleta uharibifu, atamwaga damu? Swali ni kwamba je, kauli ya malaika ilikuwa ni batil, sio sahihi? Ni kauli sahihi. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ewe Mwenyezi Mungu, unataka kumweka katika dunia hii atakayefanya uharibifu na kumwaga damu, ili hali sisi tunakusabbih na kuhimidi? Swali, haya maneno ya malaika yalikuwa ya kweli ya uongo? Majibu, yalikuwa ya kweli, kwa sababu mwanadamu anamwaga damu. Hakuna haja ya kutafuta mifano. Watoto wa kwanza kabisa wa Adam, Habil na Kabil, mmoja alimuua mwenzake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idhihiri kwako, idhihiri kwangu, mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Tuzungumze. Nichukue nafasi hii kukualika tena tukiketi na Daktari Sheikh Abdulrazak Amir, na leo tukizungumza masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakileta tafakuri kubwa katika jamii yetu. Mimi ni Awadh Rashid, niweke moyoni na niite hivyo siku zote nitaitika. Msikilizaji na mtazamaji wetu, moja kwa moja tuanze kipindi chetu. Dr. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Heri ya mwaka mpya. Tunashukuru. Naam. Leo tunazungumza mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakijadiliwa katika jamii na wakati mwingine yamekuwa yakituchanganya. Kuna baadhi ya watu wanafikiri kwamba jamii fulani ni bora zaidi kuanzia kiakili, kuanzia uwezo wa kimaendeleo na kadhalika. Je, hii dhana kwenye Uislamu ikoje? Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nashukuru kwa kukutana tena katika kipindi hiki na kuzungumza mambo mbalimbali ya kijamii, na pia nashukuru kwa aina ya maswali ambayo unauliza ambayo yanahusu moja kwa moja jamii yetu. Swali kwamba tunaonaje sisi Kiislamu swala zima la watu fulani kuona kwamba wao ni bora kuliko wengine. Taban, labda tutoe ile general overview ya swala zima la mtu au kundi la watu kuamini kwamba wao ni bora kuliko wengine. Nataka kusema kwamba ni jambo liko kwa binadamu wote, na msingi wake si msingi ambao ni batili. Kwa sababu swali jingine ambalo unaweza kuuliza ni kwamba je, kuna binadamu bora kuliko wengine? Ndio. Jibu la msingi ni kwamba ndio. Swala ni kwamba misingi ya huo bora imejengwa katika nini? Kwa hiyo nataka tupate general overview. Kuamini kwamba kuna binadamu bora kuliko wengine sio kosa. Swala ni kwamba ile misingi inayotambulisha ubora ni ipi? Katika hii misingi sasa ambapo pengine kundi fulani wa Asia, wa Yahudi, wa Arabu na wazungu, sisi wa Afrika kujifikiri wao ni bora kuliko sisi, na misingi ya mtu bora ni ipi? Sasa ndio huko tunapokwenda. Kwa maana kwamba hapa katika lugha ya watu wa mantiki tunazungumza kitu kinachoitwa kulli, kitu ambacho ni general. Alafu tukija katika juz'iyati vile kimoja kimoja ndio tutakuja kuchambua kwamba sasa kama ni hivyo misingi hii, kwa sababu wewe umetaja eneo tu na misingi fulani iliyotumika ambayo mimi naweza kuambia sio sahihi mathalan. Lakini je, pakiwa na msingi sahihi wa ubora ambao hata dini inakubali, Uislamu unakubali, Mungu anasema inna akramakum, hakika mbora wenu, kwa hivyo kuna watu bora. Nataka kusema ile general overview ni kwamba je, kuna watu bora kuliko wengine? Wapo. Jibu litakuwa wapo. Lakini swala takalofuata baada ya hapo ni kwamba ni misingi gani ya kutambulisha mtu bora kuliko wengine, jamii bora kuliko nyingine. Mtume akisema kuntum khaira ummati, mmekuwa ni umma bora, huko ni kuonyesha kwamba kuna umma bora na umma usiokuwa bora. Kwa hivyo generally, kijumla ni sahihi kwamba kuna watu bora kuliko wengine. Na hata katika vyakula na vitu tunavyovitumia, Qur'ani inathibitisha kwamba kuna matunda bora kuliko mengine. Kuna aina ya vyakula bora kwa mwanadamu kuliko vingine. Sasa huu msingi huwezi kukataa. Naam. Katika maeneo yote kuna hali ya hewa bora kuliko nyingine. Kwa hiyo unasema ile general overview ni kwamba hili jambo lipo. Lakini sasa lazima tukubaliane kwamba ni misingi gani inayoweza kutumika kuashiria ubora wa watu au wa mtu kuliko mwingine. Hapo ndipo tunapotofautiana.
Kwa mfano huko ulipokwenda umezungumza Mwarabu, Myahudi ni sasa wewe unazungumza mtu kuwa bora dhidi ya mwingine kwa misingi ya asili yake, kabila lake, na mara nyingine hata rangi yake. Kwa lugha nyingine wanasema ukabila wa mtu. Sasa ndio utakuja huo ni msingi sahihi? Majibu yatakuwa sio msingi sahihi, kwa maana kwamba wewe rangi yako tu, asili yako tu ikufanye uwe bora kuliko wengine. Ni kwa sababu tunapozungumza ubora tunazungumza kwanza, tumetoka katika msingi wa kwamba binadamu wote ni bora wakilinganisha na viumbe visivyokuwa binadamu. Sasa anayetoka hapa kwenda juu zaidi ya binadamu mwenzake, kitu gani kinamnyanyua amzidi? Kwa hiyo ubora wa mwanadamu ni msingi wa kibinadamu ambao umewekwa na Mwenyezi Mungu na hata sheria za kisekula. Sasa hivi ndo tunakwenda katika kipindi ambacho sasa watu maisha yao yanatafsiri kwamba mnyama ndio ana haki, lakini inapopandishwa mpaka ikafikia mwanadamu na mara nyingine ikavuka ya mwanadamu, pale tunasema tuna tatizo sisi. Kwa sababu tunazungumza human rights, sawa, haki za binadamu za mwanadamu. Lakini kuna haki za wanyama na haki za viumbe vingine visivyokuwa mwanadamu. Lakini je, wanadamu wanakubaliana kwamba haki ya mnyama inaweza kuwa sawa sawa na haki ya binadamu? Na je, mnyama anaweza kuvuka haki za binadamu akastahiki kuliko mwanadamu? Hapa ndio tunasema hapana, haiwezekani tukamweka mwanadamu nyuma ya mnyama. Kwa hivyo ulichokuwa ukikitaja wewe ni eneo fulani tu la mtu kuhisi ubora katika suala zima la ubaguzi wa jinsia na asili ya mtu. Naam. Lakini nakuuliza, kila taifa si linaamini kwamba wao bora kuliko wengine? Sahihi. Ndio maana kuna haki fulani ambazo asiyekuwa Mtanzania hawezi kupewa kwa sababu ya vigezo wa kwamba vya utaifa, sio mwenzetu, vya wazalendo hivi. Lakini je, vipi kuhusu nationalist movement, harakati za kitaifa zilizompelekea Hitler kuamini kwamba wao ni bora kuliko jamii nyingine za watu wa Ulaya, wale Wajerumani wakati huo, na kuhakikisha kwamba wanaweza kuitawala dunia na kuiangamiza ikiwezekana, na wao ndio bora, na kwamba haifai kuoleana na wengine kwa sababu ni kuchafua ile nasabu yao? Pale tutajadili kwamba misingi gani imetumika. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo nilitaka kuliashiria kwamba tunakubaliana misingi gani katika swala zima la mtu kuona ni bora kuliko mwingine. Kwa sababu neno faddalakum liko kwenye Qur'ani sana. Mungu amewafadhilisha, amewapa nafasi zaidi, amewapa kipaumbele, amewapa heshima zaidi kuliko wengine. Na kimtizamo wa dini ya Kiislamu, huyo mbora ana vigezo gani? Na anaweza kubagua, haijalishi anatoka kwenye jamii gani? Kwanza tunazungumza Uislamu, alafu tunazungumza mwanadamu. Uislamu unaamini kwamba wanadamu wote ni bora kwa misingi ya ubinadamu, kwa sababu wamepewa uwezo mkubwa kuliko viumbe wengine, wamepewa dhima ya kuendesha hii dunia. Malaika wamemsujudia baba yetu Adam, ilikuwa ni kielelezo cha kusujudia binadamu wote, sio wameabudu, wamesujudia. Maana yake ni sajidatu taqdiri, ni sajida ya kuonyesha heshima. Kwa hivyo ilikuwa baba yetu Adam alikuwa pale anawakilisha kizazi chake chote, kwa maana ya binadamu wote wana heshima. Sasa swala ni kwa nini? Haya ni mambo yanahitaji muda mrefu kuzungumza, lakini msingi mkubwa ulikuwa ni binadamu amepewa uwezo wa kupata maarifa na elimu. Ndio ile malaika wao wakitizama kwamba bwana, kiumbe huyu atakuwaje bora bwana? Utamletaje kiumbe ambaye ataleta uharibifu, atamwaga damu? Swali ni kwamba je, kauli ya malaika ilikuwa ni batil, sio sahihi? Ni kauli sahihi. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ewe Mwenyezi Mungu, unataka kumweka katika dunia hii atakayefanya uharibifu na kumwaga damu?
ili hali si tunakusabbih na kuhimidi? Swali, haya maneno ya malaika yalikuwa ya kweli ya uongo? Majibu, yalikuwa ya kweli, kwa sababu mwanadamu anamwaga damu. Hakuna haja ya kutafuta mifano. Watoto wa kwanza kabisa wa Adam, Habil na Kabil, mmoja alimuua mwenzake, kuonyesha ukweli wa maneno ya malaika. Lakini wetizama vita duniani, tizama binadamu wanavyouana, tizama ufisadi unaofanyika, hata sio katika kumuua mwanadamu tu, katika kuua na kuhilikisha viumbe. Tumezungumza kuhusu mazingira, namna uharibifu unaofanyika mwanadamu. Tumezungumza kuhusu vita na silaha za maangamizi. Kwa hivyo tabia ya mwanadamu kufanya ufisadi na uharibifu inaonekana katika historia nzima ya mwanadamu. Idadi ya vita ambavyo hakuna aliyewahi kuandika mwanahistoria akaweza kuvidhibiti vyote, kwa maana kwamba ni vita vingi na havijakoma. Lakini Mungu alitaka kuwaambia malaika kwamba nyinyi mmetizama hapa, hamjatizama kule. Huyu kiumbe pamoja na kuwa atafanya hivyo, lakini ni bora. Kwa sababu gani? Mnataka ushahidi? Anbiuni bi asma'i haulai, wewe niambieni majina ya hivi vitu. Wa subhanaka, wakasema utakaso ni wa kwako wewe Mwenyezi Mungu. La ilma lana, hatuna ilmu illa ma 'allamtana, ila ile elimu uliyotufundisha wewe. Kisha Mungu akamwambiaje? Sema ya Adam ambihum bi asma'i, Adam hebu waambie majina ya vitu hivi. Alikuwa Mungu anataka kuthibitisha nini? Kwamba nyinyi mmetizama ufisadi na uharibifu, mimi nimetizama ilmu na maarifa. Sasa huyu ameweza, nyinyi hamjaweza. Mmeona hiyo tofauti? Kwa hivyo huyu ana maarifa ambayo yanamfanya awe bora. Sasa je, binadamu anazaliwa na maarifa? Hapana, anazaliwa na uwezo wa kupata maarifa akayatumia. Je, Sheikh, binadamu ni bora kuliko malaika? Naam. Binadamu anaweza kuwa bora kuliko malaika, na anaweza kushuka daraja mpaka akafikia mahala akawa chini ya hayawani. Ndio maana tunasema vigezo vya ubora nini? Qur'ani ilimsifu mwanadamu kwamba ni kiumbe bora, ikasema ameumbwa na umbo zuri, lina mkusanyiko wa vitu vinavyomfanya awe bora. Ana akili, ana dhamiri, sio dhamira, dhamiri ndani yake. Ana dhamiri, ana akili, ana nafsi, ana roho ambao anashirikiana na wengine, lakini ana dhamiri, ana hivi vitu ambavyo ukimtizama mnyama mwingine hana hivi, kwamba anaweza kufanya jambo dhamiri yake ikamshtaki. Ana akili, tunasema hana akili. Ila mjadala ambao unajadiliwa na baadhi ya watu kuonyesha sisi na wanyama tunashare kila kitu, na hata sisi asili yetu ni wanyama, huo mjadala mwingine. Lakini nataka kusema kwamba sisi ambao tumesifiwa kwa umbo letu lenye mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana na vile ambavyo havionekani kama dhamiri na akili. Mungu anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, nimemuumba mwanadamu katika umbo zuri, lina mkusanyiko components nzuri zinazomfanya awe bora, anaweza kuwa na ufahamu na maarifa kuliko kiumbe mwingine. Lakini Qur'ani hiyo inasema thumma radadnahu asfala safi, tukamrejesha akaenda chini kuliko walokuwa chini, kuliko hata wanyama. Ndio maana nasema kigezo cha ubora nini? Kwa hivyo mwanadamu bora, najibu ana kiasli ana ubora kuliko malaika, lakini anaweza kulea ubora ule akautunza, au hatoweza kuutunza akaporomoka akawa kama mnyama, au balhum adhallu. Qur'ani inasema wamepotea zaidi kuliko wanyama. Tukirudi kwenye maisha yetu ya kikawaida ambayo hususan ya kidunia, ni athari gani ambapo pengine za kisaikolojia jamii au hata kwa vijana sisi wa Kiafrika ambao mara nyingi ni kama tunaonekana jamii ya Kiafrika haijaendelea, haina akili, inategemea msaada, ni yote ile katika kuona katika vile vigezo vya kidunia vya kupanga ubora? Kwanza nilitaka kusema kwamba mimi kama mwanafunzi wa historia nasema hilo ni jambo linaloonekana sasa hivi, lakini zama haziashirii kwamba kila zama watu waliona hivyo. Kivipi? Yani kuna wakati Mwafrika hakuona hivyo. Mazingira ya sasa hivi ndio, na tuko katika ulimwengu huu wa kibepari ambapo ubeberu, imperialism, tangu karne ya 15 kwenda mbele umeshika hatamu. Umefanya hizi jamii nyingine zihisi kwamba ni inferior, ni nyonge.
Lakini je, kabla ya hapo ukirudi nyuma huko ilikuwa ni hivyo hivyo? Mwafrika hakuwa hivyo, alikuwa ameendelea wala hakujidharau. Ukimzungumza Mwafrika wa karne ya 15 kurudi nyuma. Sasa hivi unazungumza mzungu, kuna wakati Mwarabu na watu wa North Africa. Tumezungumza hapa kwamba Afrika iliwahi kutawala Ulaya. Tukasema ndio. Ukisema Uislamu uliwahi kutawala Ulaya, jibu ndio. Lakini pia ukisema Waafrika waliwahi kutawala Ulaya, nasema ndio. North Africa kupitia katika kipande kile cha ardhi bahari kinachounganisha baina ya Afrika na Ulaya, kiasi kama vile kilomita 14, waliweza kuvuka Waafrika. Kina Morocco kule Walikuwa rangi gani? Walikuwa ni lakini Waafrika, Algeria, Morocco, Tunisia, hapa waliingia Ulaya, walitawala. Na kuuliza wakati ule walikuwa wanafeel hivyo? Mwafrika ambaye alikuwa anajitawala huku, Mali Empire, Songhai, Timbuktu, Gao, hata ukija hapa tu Kilwa, lakini ukija hata hapa Buganda, yes, walikuwa wakihisi hivyo. Kwa hiyo nataka kusema ni zao la zama tulizokuwa nazo hizo. Sio kwamba vipindi vyote vya binadamu Mwafrika alihisi hivyo. Sasa swala litakuwa ni kwa nini imekuwa hivyo. Tutaingia katika nadharia, kwa sababu wenzetu wametengeneza katika elimu nadharia zinazofanya jamii fulani iamini kwamba wao ni wanyonge kuliko wengine. Kwa hivyo unaweza ukadhani kwamba Charles Darwin alipokuwa akizungumza kuhusu species, aina za species, Kiswahili sasa wanasema species, yani tuseme species mbalimbali, anuai mbalimbali za viumbe kama ni ndege na wengine, na kusema mazingira yanashawishi umbo. Of course mwingine atasema na tabia pia, na kuzungumza dhana inayoitwa maarufu sana, imezungumzwa kabla yake lakini aliitia nguvu sana, inayosema the survival of the fittest. Ukitizama kiakili unaiona iko sawa sawa kabisa. Nini maana the survival of the fittest? Kwamba kiumbe bora, wengine wamesema fittest ni bora, kingine wamesema, lakini neno fittest linakwenda sambamba na chenye kuoana zaidi na mazingira. Wengine wamesema kiumbe chenye nguvu na uwezo hubaki, kile kinyonge kinatoweka. Kwa hiyo ikajenga dhana ya superior na inferior kwa super. Sasa mifano anaitoa ni rahisi sana kuteka mtu, na ndio maana katika taaluma zikitumika hizi zinaleta athari mbaya. Kwa mfano, wewe jogoo na mtetea pale walipokuwa katika banda, jogoo linampanda mtetea pakazaliwa pakatotolewa vifaranga. Vile vifaranga mara nyingi havisurvive vote, vinaweza vikawa ni 12 lakini vikaja kukua 5, 6 nini, kwa maana vilivyobaki ni fittest. Vilivyokufa vilikuwa nyonge, vina udhaifu fulani viliofanya vife, hivi vikaweza kusurvive. Hiyo logic unaiona kama inakubalika. Na anayebaki zaidi nani? Ni kizazi cha nani? Cha jogoo lile kubwa, kwa sababu likiona jogoo dogo limepandia mtetea litamfukuza. Kwa hivyo anayepandia zaidi nani? Jogoo kubwa lenye nguvu. Na wale wadogo wanaibia tu, kwa sababu wakionekana watafukuzwa. Matokeo yake nini? Mayai mengi yatakuwa ya jogoo gani? Kubwa, yule mkubwa. Na hatimaye kizazi gani kitaendelea? Cha yule mkubwa au huyu mnyonge kikubwa. Kwa hiyo fittest ndo anabaki, ana survive. Kwa hiyo unaona kama unaielewa, wanaita sexual selection, kwamba ngono inachagua pia fittest ambaye ataendelea kubaki. Yeye ametoa nadharia yake na kwa lugha ya vijana amechapa mwendo, ameondoka, amekufa. Baadaye pameibuka nadharia inayotokana na mawazo yake ya msingi, wanaita social Darwinism. Kiswahili tunasema ni udarwini wa kijamii. Imetolewa kule katika Nature, maana wanasema yeye ni naturalist, anaamini maumbile yanavyoweza kutengeneza vitu. Hayo tunazungumza ni maumbile, ni nature. Kuza zile nadharia mpaka zikasafiri, zikaenda mpaka kuingia katika maisha ya jamii ya binadamu, kitu kinachoitwa udarwini wa kijamii. Kwa hivyo colonialism, ukoloni unapata vile vile nguvu
katika nadharia za Charles Darwin kwa kuamini kwamba kuna race za kibinadamu ambazo ni superior na nyingine ni inferior, na ile superior race lazima idominate inferior. Vyovyote itakavyokuwa, yule ambaye ni superior lazima atamtawala inferior. Kwa hiyo kutawaliwa ni udhaifu. Ni kama vile ulikuwa unastahili kutawaliwa kutokana na maumbile yako. Sisi Afrika ndio justification, ndio kuhalalisha kwamba hawa ni wanyonge ambao walitakiwa wasaidiwe na mtu ambaye ni superior, kama mfano ule wa jogoo. Naam. Ndio huko kwenye social Darwinism. Maana yake ni kwamba hata maelezo yao ni kwamba wamekuja sio kudominate tu, lakini kumsaidia mtu kwa sababu anafaa kusaidiwa, anastahiki kusaidiwa, ana vichocheo vinavyomfanya astahili kuwa mnyonge kimaumbile. Kwa hivyo utaona kwamba ni misingi iliyojengwa kielimu pia. Ukoloni umekuja hapa, mwanafunzi wa kizungu anafundishwa kwamba tumekwenda kuwa wasaidia, walikuwa hawana madawa. Maana yake walikuwa hawana uwezo wa kutengeneza dawa. Na wewe unaamini tulikuwa hatuna uwezo wa kutengeneza dawa. Wakoloni wamekuja hapa, wametusaidia sisi kutengeneza barabara, tulikuwa hatuna uwezo wa kutengeneza barabara. Wametusaidia kusoma, tulikuwa hatusomi. Na wewe unaamini vyote vile, wakati ambapo wao wamedestroy vya kwenu wakaintroduce vya kwao, si kwamba mlikuwa hamna. Na nyie mnaamini kwamba hawa jamaa wamekuja kutuendeleza, na ndio msingi wa kufeel kwamba wewe ni mnyonge umeanzia hapo. Dr. Abdrazaki, Afrika sisi, je, Afrika inapaswa kujifunza nini kutoka jamii zilizoendelea kiteknolojia bila kupoteza utu na utambulisho wake? Kwanza hilo swala tu, tunaweza kujifunza nini? Acha hicho kipengele bila kupoteza utu. Ni kwamba tumelazimika tuwe wanafunzi kwa sababu shule yetu ilivunjwa, ubao wetu ulipasuliwa, yani shule iliuliwa, walimu wetu walikatwa mikono. Sasa kilichobaki ni kwamba lazima tuwe wanafunzi, na hii lazima tuielewe. Unapoamini kwamba njia kuu ya elimu ni hii tu na inatangazwa kimataifa iwe ndio yenyewe peke yake, na atakayepitia tofauti na njia hii asitambulike, ni kuua njia nyingine za elimu. Na ndicho kilichofanyika. Watu wanatakiwa wajifunze ukoloni katika elimu, kuviza na kutia ganzi elimu za watu na kutangaza elimu maalum, na kwamba atakayehitimu katika elimu ile ndiye atakayepewa nafasi. Sasa watu wapuuze nyingine, waikimbilie hii. Kwa hiyo unasema tutajifunza nini? Kwa hiyo nataka tuelewane kwamba kabla tutajifunza nini, tuelewe kwamba tumelazimika kuwa wanafunzi baada ya shule yetu kuchomwa moto, kuvunjwa. Sasa kujifunza kwa wengine, kimsingi suala hilo ile unaweza kusema wale walioendelea katika sayansi na teknolojia leo hiyo wanajifunza nini kwetu? Kwa sababu ni makosa kuamini kwamba wewe huna la kufunza wengine. Ndio maana leo hii wanakuja wanataka kujua Mswahili anaishi vipi, Masai anaishi vipi, wanataka maisha ya Kimasai ya kinini. Kuna cha kujifunza pia wao kwetu. Kwani vyakula vyetu na mapiza na mabaga na manini hawana cha kujifunza kwetu hapo? Asili ipo. Kwa hivyo hilo swala la kinyonge pia, yani ni swali la mtu mnyonge anajiuliza, la kikoloni. Haamini kwamba yeye pia ni mwalimu. Na ndio maana utaona mimi nilikuwa na kijana mmoja wa karibu sana, kijana wetu, lakini alikuwa ananieleza ni mwanasiasa na ni mtu anayepigania nafasi za kisiasa katika nchi ya Uganda. Ananiambia misimamo ya mzee Museveni, kwamba walikuja watu wa nchi fulani, siwataji, wakawa wanamtahadharisha, kwa nini unafanya kazi na Waislamu wa madhehebu fulani na madhehebu fulani madhehebu fulani? Kwa nini? Hawa watu ni hatari sana. Sasa kwa kuwa watu wale wao wanaamini wameendelea na ni werevu, wakawa wanamueleza mzee kwamba chukua tahadhari na watu hawa. Mzee akawaambia kwamba mimi ninaweza kuishi nao wote, nyie huko kwenu mmeshindwa kuishi nao wote, kwa hivyo nyie nitumeni mimi nije kwenu na ubao niwafundishe namna ya kuishi nao wote, kwa sababu nyie mmefeli.
Kwa hivyo mimi ni mwalimu. Mna la kujifunza kutoka kwetu. Nyie si mmeshindwa kuishi nao, mimi naweza kuishi nao wote bila vurugu. Sasa mwalimu nani? Afrika. Yeye anaweza kuwa mwalimu akawafundisha kwamba hawa madhehebu ni tofauti, lakini namna hii utaishi nao wote. Sasa kuamini wewe ni mwanafunzi tu nalo mkosa ni katika unyonge tulokuwa nao sisi. Sasa tuje sasa katika hilo swali. Jamii moja kujifunza katika nyingine si dhambi. Jamii ambayo haitaki kujifunza kwa wengine haiwezi kuendelea, haiwezi kukua. Tabia ya mwanadamu lazima ajifunze kutokana na mazingira, na mwanadamu ni sehemu katika mazingira. Maana yake ni kwamba lazima ajifunze kutokana na mwanadamu wenzake pia, na hakuna jamii ambayo haijawahi kujifunza kwa wengine. Maendeleo ya Ulaya alianza ni Mwingereza miaka karibu 100, kapiga hatua katika sayansi na teknolojia. Wajerumani na wengine wote walikuwa wakienda katika maonesho, walikuwa wakiiba teknolojia, wakijifunza na wao. Baada ya miaka 100 tangu mwenzao watangulie, na wao wakaibuka wakaendelea. Walijifunza, hawakujifunza, walijifunza. Marekani ni mtoto mdogo kitaifa, ni taifa changa, limezaliwa na Ulaya. Wale wote waliokimbia kwenda kutafuta maisha kule ndio walolitengeneza hilo taifa. Kwa hiyo ni taifa changa kihistoria, lilijifunza likafikia hapo. Na historia yote Wagiriki wamejifunza kwa Wamisri mambo mengi sana, hata ya kifilosofi, kwa evidence ambayo Misri ni Afrika. Walijifunza filosofi nyingi kutoka Misri. Kwa hivyo hakuna watu hawajajifunza kwa wengine. Kujifunga ni kukubali kuwa mdogo. Unapofunguka ukajifunza kwa wenzake utakuwa, la sivyo utachelewa. Kwa hivyo si dhambi kujifunza kwa mwingine. Huo msingi lazima tukubaliane nao. Sasa Mwafrika anajifunza nini? Anajifunza mengi ambayo hata yule anaweza kujifunza. Lakini suala lako ni kwamba bila kuathiri tambulisho chake. Kuzungumza utambulisho, mimi nakuelewa kwamba unazungumza utamaduni wake. Kitambulisho cha mtu ni utamaduni wake, lugha yake, dini yake, mavazi yake, vyakula vyake. Kwa hiyo ule utamaduni wake. Jambo la kusikitisha ni kwamba dunia ya kiliberali, dunia ya kibeberu, na mimi naita kibeberu katika context tunayozungumza, kwa sababu kuvuka mipaka yako kufuata wengine, kutaka kuathiri ni tabia ya kibeberu. Sasa mabeberu hawajakomea kuiba uchumi wa watu tu. Wamegundua kwamba kuna nyenzo ambazo zikitumika zinarahisisha wizi huo. Kwa mfano kupora utamaduni wa watu. Hicho unachokisema kwamba bila kuathiri utambulisho wao, huo utambulisho vile vile umeonekana kwamba ni nyenzo muhimu sana ya kurahisisha wizi wa vingine, kutia watu kwenye dhiki na utumwa. Internet inakata, watu wanaumia. Naam. Kwa hivyo sisi tumetiwa shemere ya pua. Tunaandama tu. Ukishatiwa ile shemere ya pua, ukivuta tena huwezi react kwa sababu maumivu yale. Unaandama. Vijana sasa hivi hawezi kujua shemere maana yake nini. Lakini tumetiwa shemere ya pua. Ukitawaliwa kitamaduni ni rahisi sana kutawaliwa kiuchumi. Mmoja katika wanafikra wa moja katika nchi za Waislamu alikuwa akisoma Ufaransa. Kisa nataka ukisikie vizuri. Kisha wakati huo akisoma alikuwa mtu mnyonge. Matumizi yake hayawezi mapato yake hayawezi kumfanya akajikimu katika maisha, akaendesha maisha kila siku. Kwa hiyo akahitajia atafute ajira ya pembeni ili aweze kusurvive, kwa lugha ya vijana, yani aweze kujikimu. Akawa anatafuta matangazo ya kazi, akapata tangazo la kampuni ya magari. Akasema labda kuna kitu naweza nikaajiriwa. Yeye alikuwa anasoma mambo ya sosiolojia, mambo ya kijamii. Hayahusiani kabisa na mambo ya uchumi na viwanda. Akaenda akafanyiwa interview. Na hakika tangazo lilikuwa linataka mwana sosiolojia, mambo ya kijamii, anayesomea mambo ya kijamii. Alipokwenda akafanyiwa mahojiano akapokelewa.
Lakini nikamtaji kwamba jamani, mimi nilichokisomea mbona akifanani na mahitaji yao, wanamtaka mtu wa kijamii. Ikabidi amuulize yule manager, amwambie kwamba lakini mimi nilikuwa nataka kuuliza swali, nyinyi mmetangaza kwamba mnamhitajia mtu ambaye amesoma sosiolojia, maendeleo ya jamii, na mimi nimesomea na mmenipokea, lakini kazi yenu mbona kazi ya kibiashara, ya kiuchumi? Akamwambia sikiza, sisi tunapeleka magari maeneo mengi duniani, tunahitajia watu wanunue, tunahitajia kuijua jamii ina demand gani, ina vionjo gani, unapata hapo, yani ina utamaduni gani, inapenda vitu gani, ndio kazi hiyo, ili tuipelekee kwa mujibu wa vionjo vyake. Na kama vile vionjo vitakuwa havifanani na product zetu, tutatengeneza vionjo vya jamii hiyo. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Sahihi. Nakupa mfano, wewe Masai unataka kwenda kumuuzia mashuka, si lazima ujue utamaduni wake? Ujue ni shuka lazima rangi gani litauzika, la vitambaa gani, kama kuna yale meusi alafu kuna yale mekundu. Sasa ukiwa hujawajua wao, utapeleka kitambaa vile vitambaa wanaonunua mama Kiswahili mjini kwa ajili ya harusi, havifai kwenda kufungua duka kwa Masai ukawauzia leso hizo. Lazima ujue, sio? Au ukawauzie kanga. Ndo Chembelecho, moja katika rafiki zangu, anasema jamaa yule kaenda kufungua saluni ya kunyoa watu kwenye mtaa wa Baniani. Nataka nini wewe? Watu hawakati nywele, hawakati nini, unaenda kufungua wewe nini? Kufungua saluni yako. Kwa hivyo lazima uwajue watu wale unaenda kuwafungulia biashara ile. Nataka kuweka bekari ya mandazi. Je, wana utamaduni wa mandazi? Waswahili hawa mandazi ndio chakula chao, watanunua zaidi. Ushanielewa? Kwa hivyo kuna uwiano mkubwa baina ya uchumi na utamaduni, bali utamaduni ndio unaodetermine uchumi. Sasa walipojua hivi, wameshikilia utamaduni wa watu na kuchange vionjo vya watu, ili vikibadilika vionjo itakuwa nyie kazi yenu pizza, burger, sijui sausage, sijui. Ndio utaona hiyo demand sasa hivi, kwa sababu tayari mtoto wa kisasa vimetangazwa mpaka vimemuingia yeye, anakuambia mimi sijui kusonga ugali, anaona ni aibu kujua kusonga ugali, kwa sababu utamaduni umebadilishwa. Sasa ndio nataka kusema kwamba swali uliloliuliza kwamba tufanyeje na tulinde utambulisho wetu, kabla ya kujibu ni kwamba utambulisho wenyewe umevamiwa. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kupigania utambulisho usipotee. Ukishavamiwa, hizo teknolojia na nyingine zote na nini ambazo zimekuwa ni nyenzo vile vile za kubadilisha utambulisho. Kwa hiyo vita vyetu vikubwa ni kupigania utambulisho wetu kabla ya kupigania hayo mengine. Naam. Dr. Abdrazaki Amiri, kwa kumalizia, ni jukumu gani la wasomi, wanahabari na hata viongozi wa dini katika kupambana na fikra potofu za ubora wa jamii? Kwanza tukizungumza wasomi, tatizo letu kubwa ni kwamba wasomi wako katika mtiririko wa imperialist system of education. Kuanzia hapo hao wasomi unawazungumza mpaka wameitwa kuwa wasomi, anaamini kwamba ili nionekane nimesoma kisawasawa nifanane na Marekani, nifanane na mzungu, Mwingereza mathalan. Kwa hiyo nyumba ya msomi anaitwa msomi, ilivyokaa imekaa kizungu. Sasa huyu ndo wanataka wewe umpe jukumu la kuokoa wengine, kupambana na fikra potofu. Swali ni kwamba alizama, anaweza kuokoa anaizama mwenzake? Watafariki wote. Kwa hiyo mfumo wa elimu unaozalisha hao wasomi unaowataka waokoe wengine, wenyewe ni tatizo. Lakini hatusemi kwamba hakuna wasomi waliongamua ambao ni intellectuals, wanaojua yanayojiri, wanao zile kinachoitwa Afrocentric views, wana maoni ya Kiafrika ya kiukombozi. Wapo. Kazi kubwa ya kwanza ni kuelimisha. Sasa majukwaa ya kuelimisha yepi? Ndio swala litakalofuata. Sasa hivi media ni jambo kubwa. Hapa unapohoji maswali haya unaelimisha, sio? Naam. Kwa hivyo hili ni moja katika majukwaa, lakini majukwaa ni mengi. Lakini kubwa zaidi mfumo wa elimu. Unajua sisi tunapigana na ukoloni, alafu tunaufundisha majumbani, tunaufundisha katika vyuo vikuu, tunawafundisha watu kuupenda na kuukumbatia indirect. Hilo ndo tatizo tulikuwa nalo. Kazi bure. Nilikuwa nasikiliza hivi karibuni siku 2-3 zilizopita,
waziri wa afya anazungumza kwamba hapa tulipofikia sisi takriban 10% ya dawa tunazozihitajia nchini tunazalisha wenyewe. Unajiuliza tumepata uhuru lini? Je, kabla hawajaja wa koloni tulikuwa hatuna dawa? Wao walipokuja huku wakaanza kufa na malaria, mbona sisi hatufi? Sasa kwa nini mpaka leo hii tuko 10%? Ni hamu muhimu sana ametaja waziri, na mimi nimeishangilia kwamba 2030 tunataka kwenda mpaka 90% pengine huko ya nini, ya uzalishaji wa madawa sisi. Sasa uhuru wetu huko kwamba wewe ukitizama material yanayotengeneza zile dawa pengine yamejaa huku kwetu kuliko kwao. Sahihi. Hiyo Kongo tu yenye misitu namna ile, kwa dawa zinatoka wapi? Sasa kama material malighafi tunayo, kwa nini tuendelee kuagiza? Yeah. Ndio maana yule mtaalamu wa kihistoria akasema tuna consume vitu ambavyo hatu produce na tuna produce ambavyo hatu consume. Tunazalisha ambavyo hatuvitumii, yani raw material. Na tunatumia ambavyo hatuvizalishi, yani industrial products. Sisi ndo tunawapa malighafi kisha wanatuuzia kwa bei ya juu zaidi. Kwa hivyo kubwa ni kutizama mfumo wa elimu unaomwandaa mtu asiwe na mawazo koloni, mawazo yenye matege. Kuna nukta umezungumza vizuri Dr. Tunapambana na ukoloni huku bado tunafundisha tena indirect. Shida kubwa tunauhimiza. Hao tunaofanya mapambano hawajaelewa mtego huo. Ndio maana anasema kwamba kama umekuwa wanakufeed miaka yote tangu ukiwa mdogo, wewe hesabu miaka anayosoma mtu. Tangu anaanza siku hizi wanakwenda kuanzia kindergarten, hiyo baby class sijui anaita nini, mpaka ingie chuo kikuu amesoma miaka 20 na 1 na 2. Wewe unataka siku 2 umtoe yule. Kwa hiyo tunazungumza kwamba yule ni wakala, ameandaliwa kuwa agent bila kujijua, kama ambavyo wakati wa koloni walikuwa hapa physically walikuwa na maagent. Ndio ukasema siku moja vile viboko vya Wajerumani 25 alikuwa akimtandika Mwafrika, ni Mwafrika mwenzake, si mzungu, na alikuwa anaogopwa na anaonekana kama ni mtu sawa sawa, na ni heshima ya kutandika wenzake. Sasa elimu ni fimbo iliyotumika pia ya kuchapa wenzako kwa niaba ya wazungu, kwa sababu walokupa wao hawatambui ila mfumo huo unaitwa university, kwa sababu ni universal education kwa misingi iliyowekwa. Hizi fikra za Charles Darwin tumezitaja hapa. Hapo tulipotokea, huo mlango tuliotokea huo umefungwa huo. Watu huingia katika vyumba vyote kule, lakini mlango wa kutokea umefungwa. Ndio tukawaambia kwamba hapa walipozungumza, je, kuna superior race na inferior kwa misingi hiyo? Sasa huu mjadala haupo kwenye vyuo. Tunaandama tukishaandaliwa au nakwenda hao wazungu bwana. Wakati kule uzunguni kwenyewe walioajiriwa wanaofanya kazi kubwa wala sio wazungu. Utamkuta Mwafrika mwenzako, utamkuta Muirani, utamkuta Mwarabu, ndiye anayefanya mambo makubwa kule Silicon Valley. Wahindi. Akili yake inatumika, lakini bado unasema wazungu bwana. Watu wakubwa katika masuala ya nuclear, katika masuala ya kemikali, katika masuala ya teknolojia za mbali za kusafirisha satellite kupeleka huko, wala si wao. Na wakigundua kwamba una product nzuri ya mtu mwenye akili nzuri, wanamchukua wao, wanamlipa. Ndio maana mambo haya yanahitaji kuja kutaja takwimu za wataalamu wa Afrika wanaochukuliwa kwenda nchi za kimagharibi kila mwaka ni kiasi gani, na wangebaki Afrika ingekuwaje. Haya ni mambo ya kuzingatia. Na mtazamaji, ni Daktari Sheikh Abdulrazak Amiri huyo ambaye leo tumejadili mada ya ubora wa jamii na vile vigezo ambavyo vimekuwa vikiwekwa. Bila shaka umemuelewa vizuri sana na umetoa tongotongo katika baadhi ya fikra. Dokta, nakushukuru sana. Asante sana. Mimi ni Awadhi Rashidi, mpaka wakati mwingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.